A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa ala nabii Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Ndugu yangu, popote pale ulipo duniani unaponifuatilia na kunitizama, nikukaribishe katika mwendelezo wa darasa zetu katika channel yetu hii pendwa kabisa ya Jureej Mo Ruhaniyat. Leo insha Allah taala tutaishi na mti mkubwa sana, na mti wenye maajabu, na mti ambao wenye siri katika miti ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu amejalia katika miti kwamba kuna siri ambazo ameziweka kwa ajili yetu sisi. Leo tutaishi na mti mmoja, kisha baadaye nitakuambia ni mti gani, ambao mti wenyewe ndio tuko nao hapa katika hadhara yetu tuliokuwa nao. Ni mti maarufu au huu hapa ambao tuko nao. Huu ni mti ambao niko nao hapa ofisini kwetu. Ni mti ambao nitakueleza kwamba mti huu una maajabu gani, lakini una siri gani. Huu hapa, ndugu yangu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani hakuacha kitu. Kila kitu amekizungumzia kwa upana wake, lakini kila kitu ameweza kukizungumzia Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa siri yake. Hii fadhila zake alizoziweka ndani ya Qur'ani na kuzielezea ndani ya Qur'ani, wallahi kila ambacho Allah amekitaja ndani ya Qur'ani na katika maneno yake, basi kitu hicho kina usiri. Ikiwa bwana mkubwa sisimizi ametajwa ndani ya Qur'ani, na sisimizi ni kitu kidogo sana, yani katika viumbe wa Mwenyezi Mungu inawezekana ikawa ni kiduchu sana, lakini kimezungumziwa ndani ya Qur'ani tena kwa usiri na kwa upana mkubwa sana. Wapo viumbe ambao ni wakubwa katika wanadamu waliotajwa na waliosifiwa, ambao wenye ira mkubwa, kina Adi na kina Thamud, naona kina Firauna huko. Lakini pia katika wanyama wapo wanyama wakubwa, kina fil, tembo, unaona, na wengineo wengi kabisa, unaona. Kwa hivyo maana yake inajulisha kwamba kila kitu kimetajwa, kilichotajwa katika mujarradi wa maneno ya Mungu, basi kitu hicho kina maana ni kubwa sana. Ndugu yangu, leo tutaishi na huu mti. Mti huu ni mti ambao wallahi kama kuna uwezekano wa kuupanda, basi utakuwa ni mwenye kuupanda, na kila mmoja ana uwezo wa kuupanda na kawa nao, na ni mti maarufu sana. Na huu mti, ndugu yangu, unatumika katika, nitaelezea, una mambo mengi, lakini leo nitaelezea mambo mawili tu, kisha hayo mengine ala kuli hali utaweza kunipigia simu kaniambia, "Shembu, niongezee la pili au la tatu." Nitakuongezea biidhi kama zawadi tu, wala hamna lolote kwamba shekhe anaweza kanifanya hivi, kanipia, hamna cha hela. Wewe utanipigia simu, kisha baada hapo mengine nitakuongezea wewe kama wewe. Lakini kwa sababu ya ufinyu wa darasa zetu kwa ndefu, basi nitaongea tu mambo mawili, haya mengine ala kuli hali Allah akituwafikisha, utakapokuwa labda umehitaji upate maarifa zaidi, nitakuelekeza biidhnillahil karim. Ndugu yangu, huu mtu utautumia pamoja na baadhi ya aya katika Qur'ani, ikiwa unaitumia katika jambo hilo ambalo unalikusudia. Kama mfano mathalan katika masala ya kimaradhi, kuna dawa, kuna aya ambazo ni za maradhi zinaelezea katika masala ya maradhi ya tiba na shifa, basi utaweza kutumia. Lakini pia kadhalika kama ni katika upande wa masala ya mengine yale ya kiutu uzima, basi ala kuli hali pia kadhalika zipo aya za upande wa namna hiyo. Tunamwomba Allah tuwafikishe katika yale anayopenda na anaridhia. Na sasa katika upande wa nitaelezea kuhusiana na upande wa mahaba au mapenzi. Mapenzi ni kitu ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amekizungumzia katika Qur'ani, kipo ni kitu ambacho hakiepukiki, ni kipo. Alladhina amanu ashaddu hubba lillah. Katika surati Bakara Mwenyezi Mungu ameelezea kitu kama hicho. Kama nimekosea kidogo, ala kuli hali wajuzi watanielekebisha, lakini Mwenyezi Mungu ameelezea jinsi ya usiri wa mapenzi. Kuna watu wana mapenzi shehe, kuna watu wana mapenzi, ndugu yangu, mapenzi ni makubwa. Akipenda mahala ni kwamba yeye hachomoi wala hachomozi. Naam, kuna watu wana mapenzi ya kumpenda Mwenyezi Mungu, lakini ni kwamba mtu huyu hata siku moja usije ukamwingilia katika imani yake ya mapenzi ya Mungu, kumpenda Mwenyezi Mungu, atamtafikisha mbali sana. Lakini kuna mwingine amejibezi sana katika upenzi wa kupenda mpira. Kila mmoja, yani mapenzi ya Mwenyezi Mungu hayawezi yakalinganishwa na mapenzi ya vitu vingine, lakini naelezea tu kwamba ile hali ya mapenzi au imani mathalani. Unaona, imani hawezi kuamini mtu kitu ambacho hakipendi. Siku zote anaamini kitu au anayependa kitu hicho kitu anakiamini.
Lakini pia kuna ambao wamerakiz katika kupenda vitu vingi katika ulimwengu, katika upande wa viumbe labda au yani ahwali au nini wanahitaji, mnaita ahwali, yani nini mnahitaji hawa, unaona, hanasa, mnaita anasa. Kuna mwingine anapenda sana mpira, unaona katika masala ya namna. Kuna mwingine anapenda vitu vingine wa hakadha. Kwa hivyo sasa katika upande wa kupenda na hilo jambo Mwenyezi Mungu maana yake ameweza kuliweka wa hakadha. Sasa leo nitazungumza katika upande wa kupenda. Hii mti ni mti ambayo maua yake utakapokuwa ni mwenye kuyachukua haya maua, baada ya kuyachukua maua haya ukayakausha, kisha baada ya kuyakausha ukayachanganya na dawa moja inaitwa mvuto, alafu na dawa nyingine itamwita. Hiyo dawa tu ambazo za majina hapo ya Kiswahili, lakini kila ukoo au kila kabila linakuwa lina majina yake. Lakini ukienda katika maduka yetu ya kisunna utaweza kuzikuta hizo dawa katika maduka yote ya kisunna au ya kiasili ambayo yapo katika nchini, basi utaweza kuzikuta. Naam. Kwa hivyo utachanganya hiyo dawa, ukishachanganya pamoja utakuwa ni mwenye kuchoma. Utakapokuwa ni mwenye kuchoma, kuna utaratibu kila mmoja anafahamu na namna ya kuweza kuchoma dawa kwa ajili ya mujarradi wa jambo hilo. Lakini hii dawa hii pia kadhalika inatibu katika upande wa nguvu za kiume. Katika upande wa nguvu za kiume, ndugu yangu, unachukua mizizi ya hii dawa, kisha unakuwa ni mwenye yani mizizi ya mti wenye mti wenye maua haya, mizizi yake utaichimba, kisha baada ya hapo utakuwa ni mwenye kuichemsha. Baada ya kuichemsha mizizi hiyo, utakuwa ni mwenye kuchanganya na tangawizi, alqasusi, dawa zile za alqasusi, kisha baada ya hapo habari yake itakuwa ni nzito, ndugu yangu. Lakini katika upande wa maradhi mingine yale ya kinini, labda kwa mfano ya kishaitani, pia unachukua mizizi ya huo mti. Kisha ukishachukua mizizi ya huo mti, unaweza kuwa ni kuichanganya na kisaka uchawi na mwingajini, unaona Alafu kuna aya zile za shifa utakuwa ni mwenye kuzisoma, anunazilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahma. Utazisoma hizo aya. Lakini kuna ayatul kursi, utazisoma ayatul kursi. Kuna qul huwallahu ahad, falaqi, nasi kwa ajili ya ulinzi. Utakuwa ni mwenye kuzisomea ndani ya hiyo dawa. Kisha baada ya hapo atakuwa ni mwenye kutumia mgonjwa au mtu ambaye ana hiyo hali kwa muda usiopungua siku 7 mpaka siku 14 hadi 21. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mambo yatakaa vizuri. Katika upande wa mapenzi nafikiri nishaelezea. Katika hali ya namna hiyo utaona mambo yatakavyokuwa. Huu mti ni mti gani? Huu mti unaitwa mpapai dume. Mpapai dume. Haya ni maua yake. Mpapai dume wote ule utakiona haya maua haya utajua huo ni mpapai dume, basi utakuwa ni mwenye kuchukua upande wa maua katika kama tulivyoelezea, kama ni mizizi utachukua na utachanganya kama ambavyo tumeweza kuelezea katika darasa yetu. Huu ni mpapai dume. Lakini kama ni mwanamke ndio unahitaji, uchukui dume, unaona, unachukua jike, unaona, unachukua jike, maua ya jike unayatengeneza katika upande wa mambo yetu yale ya kiutu uzima. Allah tuwafikishe katika yale anayopenda na anayaridhia. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ila liqa.